Assalamu alaikum. Tunaendelea kujifunza majina ya kuashiria vitu ama watu. Kwa Kiarabu tunayaita majina haya asmaul ishara. Asmaul ishara, majina ya kuashiria vitu au watu. Likiwa jina moja utasema ismul ishara. Ismul ishara, jina la kuashiria. Hapa tunaanza kuangalia majina ya kuashiria, majina ambayo utayatumia kwa mwanaume mmoja. Ukitaka kumwashiria mwanaume huyu mmoja au kuashiria kitu cha kiume. Sawa, jina la kiume, kwa sababu Waarabu haya majina au vitu wamevigawa sehemu mbili. Kuna vitu vya kiume au majina ya kiume yanaitwa mudhakkar na kuna majina ya kike yanaitwa muannath. Majina ya kiume yataingia katika hukumu ya mwanaume. Mfano majina ya kiume kama vile qamisun, shati, au kitabun. Kitabu ni jina la kiume. Kwa hiyo jina hili la kiume utatumia ismul ishara ya kiume ambayo ni hadha. Utasema hadha kitabun, hiki ni kitabu mfano. Huwezi ukasema hadhihi, kwa sababu hadhihi ni jina la ishara ambalo unalitumia kwa mwanamke, aidha kwa mwanamke au kwa kitu cha kike, jina la kike. Kwa hiyo utajuaje kwamba jina hili ni la kike, jina hili ni la kiume? Kwamba hapa nitumie ismul ishara ya kiume, hapa nitumie ismul ishara ya kike kwenye jina hili? Nitajuaje? Hakuna kanuni inayotufundisha kwamba jina hili la kiume lazima liwe hivi, jina la kike lazima liwe hivi. Hakuna. Isipokuwa tu tunapojifunza katika vitabu, tukiona jina imetumika dhamiri ya kiume au ismul ishara ya kiume, tunajua jina hili ni la kiume. Imetumika ismul ishara ya kike, tunajua jina hili ni la kike. Kwa hiyo linaingia katika hukumu ya mwanamke. Sawa, Kwa hiyo hapa tunaangalia ismul ishara ambayo inatumika kwa mwanaume, lilmudhakkar, kwa mwanaume au kwa jina la kiume. Ismul ishara tunayoanza nayo hadha. Hadha maana yake hii au huyu. Kama ni mtu unasema huyu. Hadha walad. Hadha walad, huyu ni mtoto. Hadha walad, huyu ni mtoto. Sawa, Kwa hiyo ismul ishara yako hapa ni hadha. Hii ni ismul ishara, unaashiria kitu cha karibu au mtu ambaye yupo karibu, unasema hadha. Akiwa mbali mtu, uwezo ukasema hadha walad ukakusudia kwamba yule ni mtoto. Akiwa karibu ndo unasema hadha walad, huyu ni mtoto. Tunaendelea. Hadha qamis. Hadha qamis. Hadha qamis, hili ni shati. Qamis maana yake shati. Kwa hiyo tunajifunza majina ya kuashiria na tunajifunza pia vitu kwa Kiarabu, kwamba shati linaitwaje, meza, sijui kiti, nini, vitu mbalimbali pia tunajifunza hapa. Tunapata faida, sio tu kwamba tunajifunza majina ya kuashiria, ingawa somo letu linabeba maudhui hiyo kwamba majina ya kuashiria, lakini tunajifunza vitu vingi. Kama hapa tunajua shati kwa Kiarabu linaitwa qamis. Sawa, Hadha qamis, hili ni shati. Hadha khiyar. Hadha khiyar, hili ni tango. Hili ni tango au haya ni matango. Dhalika asad. Dhalika asad, yule ni simba. Yule ni simba. Kwa hiyo hapa tumeyasoma majina ya kuashiria ambayo yanatumika kwa mwanaume mmoja, lilmudhakkar, kwa mwanaume huyu mmoja. Majina tuliyosoma ni hadha na dhalika, lakini hadha utatumia kwa vitu vya karibu au mwanaume akiwa karibu. Dhalika utatumia kwa endapo mwanaume akiwa mbali, au jina la kiume, vitu vya kiume vikiwa mbali. Mfano asad, simba. Unataka kusema yule ni simba, unasema dhalika asad. Au mfano mwingine naweza nikakutolea, labda ukitaka kusema yule ni Muhammad, utasema dhalika Muhammad, yule ni Muhammad, kwa sababu yuko mbali. Unaashiria hali ya kuwa yule mtu unayemwashiria yuko mbali, lakini akiwa karibu unatumia hadha. Sawa. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia sasa asmaul ishara, majina ya kuashiria
ambayo yanatumika kwa mwanamke mmoja au vitu vya kike kikiwa kimoja kimoja. Sawa, hapa tumeangalia majina ya kuashiria yanatumika kwa mwanaume mmoja au vitu vya kiume kikiwa kimoja kimoja. Sasa tunaangalia majina ya kike, majina ya kuashiria unaashiria kwa mwanamke huyu mmoja. Baadaye tutakuja kusoma wawili, tutakuja kusoma wengi, ukitaka kuashiria wanaume wengi, wanawake wengi, tutakuja kusoma. Naam, tunaendelea. Hapa sasa tunaangalia majina ya kuashiria ambayo yanatumika kwa mwanamke au vitu vya kike. Sawa, mwanamke akiwa ni mmoja, sawa Lilmuannathi maana yake ismul ishara hizi tunazoziangalia ni kwa ajili ya mwanamke, utaashiria kwa ajili ya mwanamke au jina la kike. Hadhihi binti, huyu ni mtoto wa kike, huyu ni binti. Kwa hiyo tumetumia ismul ishara ya kike ambayo ni hadhihi, ambayo unatumia kuashiria mtu anapokuwa karibu au kitu kinapokuwa karibu. Hadhihi badla, hii ni suti. Suti inaitwa badla kwa Kiarabu, badla. Unaona? Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi. Somo letu linahusu asmaul ishara, majina ya kuashiria, lakini pia tunajifunza majina ya vitu. Kama hapa tunajua suti kwa Kiarabu inaitwa badla. Hadhihi badla, hii ni suti. Hadhihi burtuqala, hili ni chungwa. Burtuqala ni katika majina ya kike, katika majina ambayo ni muannath. Kwa hiyo chungwa ni katika majina ya kike. Sasa hatuwezi tukasema hadha, lazima tuseme hadhihi. Sawa. Na hadhihi huwa inatumika kwa mwanamke kwa jina la kike, na pia muda mwingine inatumika, na sio mara nyingi, inatumika pia kwenye vitu vinapokuwa vingi. Unapotaka kuviashiria vitu vingi. Sawa, vitu. Mfano labda kitabu kimoja, vitabu vingi kutubun. Kwa hiyo unasema hadha kitabu, hiki ni kitabu, unatumia hadha. Lakini kitabu ni jina la kiume, lakini likiwa katika wingi utatumia hadhihi. Kwa hiyo hadhihi inatumika kwa mwanamke au katika vitu ambavyo ni vingi, jamu, wingi, haijalishi vitu hivyo vingi ni vya kike au vya kiume. Kwa hiyo kutubun, vitabu. Lakini vitabu ni katika majina ya kiume, lakini kwa kuwa ni wingi tutasema hadhihi kutubun, hivi ni vitabu. Sawa hivyo. Kwa hiyo hapa hadhihi burtuqala, hili ni chungwa. Tunaendelea. Tilka shajara, ule ni mti. Tilka shajara, ule ni mti. Shajara ni mti, ni katika majina ya kike. Kwa hiyo tumetumia tilka kwa kuwa huo mti uko mbali. Tunatumia ismul ishara ya mbali ya mwanamke ambayo ni tilka. Tilka shajara, ule ni mti. Hadhihi imara, hili ni jengo. Imara maana yake jengo. Jengo lolote, liwe gorofa, iwe tu nyumba tu ya kawaida, inaitwa imara. Kwa jina lingine inaitwa mabna. Kwa hiyo hili ni jengo, kwa kuwa lipo karibu basi tunaashiria kwa ismul ishara hadhihi. Na kwa kuwa imara ni katika majina ya kike tunatumia hadhihi, hatutumii hadha. Tunaendelea. Hii huna ni ismul ishara, ni jina la kuashiria, lakini kuashiria sehemu. Huna maana yake hapa. Huna hapa maana yake hapa huna. Kwa hiyo huna sayara. Hapa kuna gari. Kwa hiyo huna ni jina la kuashiria sehemu ya karibu. Unasema hapa. Tilka imara, lile ni jengo. Likiwa mbali, jengo liko mbali, kwa hiyo tunatumia ismul ishara ya mbali ambayo ni ya kike, tilka, kwa sababu imara
ni jina la kike, ni ismun muannath. Kwa hiyo tukisema dhalika imara ni makosa. Dhalika ni jina la kuashiria mbali, lakini kitu cha mbali lakini cha kiume, dhalika. Kwa hiyo hii hapa lazima tuseme tilka. Tilka imara, lile ni jengo. Hivi ni vitu vya kuzingatia, ni vitu muhimu sana kwenye lugha ya Kiarabu. Unatakiwa ujue ismul ishara hii au jina hili natakiwa nitumie ismul ishara ya kike au ya kiume. Sawa, kama majina ni mawili yanajulisha vitu viwili, unatakiwa utumie ismul ishara ambazo zinajulisha vitu viwili. Kama ni jina kitu kimoja, utumie ismul ishara ya kitu kimoja. Kama ni vitu vingi au watu wengi, tumia ismul ishara inayojulisha vitu vingi au watu wengi. Kwa hiyo tutakuja kusoma mbele ismul ishara ya vitu viwili, vitu vingi, tutakuja kusoma. Tilka imara, lile ni jengo. Lile ni jengo. Tunaendelea mwisho. Hunaka sayara. Hunaka sayara, kule kuna gari. Hunaka ni jina la kuashiria sehemu ya mbali. Huna tumesoma kwamba ni jina la kuashiria sehemu ya karibu. Huna tulisoma pale huna sayara, hapa kuna gari. Au mtu unaweza ukamwambia ijlis huna, kaa hapa. Ijlis huna, kaa hapa. Siti hapa. Kwa hiyo jina la kuashiria sehemu ya karibu, na hii hunaka jina la kuashiria sehemu ya mbali. Kwa hiyo ukisema hunaka sayara, maana yake kule kuna gari. Kule kuna gari.